yoyote anayechukua hatua, mtu yoyote aliyechukua hatua huwa anaonekana kwenye mambo yafuatayo. Hebu naomba tufungue kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Hii naomba tufungue wote. Samueli wa kwanza, mlango ule wa 16, mstari ule wa kwanza. Oh Jesus, I love you. Holy Ghost, thank you. 16, Biblia inasema hivi kuanzia ule mstari wa 11. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri na umbo hivyo. Biblia inasema Daudi alikuwa polini anachunga ng'ombe. Kaka zake walikuwa wapi? Nyumbani. Sasa mafuta hayakumfuata mtu anayekaa nyumbani. Mafuta yalimfuata mtu anayewajibika. Kitu cha kwanza ni wajibu. Siku zote uwe kwenye wajibu. Siku zote uwe unawajibika. Hata kama mambo hayaendi, kuna kitu unakiwajibikia kiende. Yaani lazima ukifanye kitu kiende. Mungu anataka anapokuja kujibu maombi yako, unaambia Mungu nataka uonekane kwenye biashara, kwenye kazi zangu. Mungu anataka aone. Yaani hata ule muda unaomba umetoka kuwajibika. Hayaendi mambo, ila unafanya nini? Unawajibika. Kama hauwajibiki, yaani uko hivyo hauwajibiki, wewe unaomba tu Mungu onekana, Mungu atachelewa kuja. Nguvu ya Mungu inamfuata mtu ambaye yuko kazini, anazalisha. So mtu ambaye anachukua hatua kwenye maisha. Nimeeleza namba 1 huku. Kwanza nimeanza kuna utangulizi wangu. Anashindana kwanza na hila. Kwa sababu mambo hayatakuwa mazuri mpaka utakaposhinda hila, utakaposhinda ushindani. Sasa uwe kazini, unawajibika na maisha yako. Kwa mfano mtu ambaye amepitia changamoto za mahusiano, alafu anasema mimi sitaki tena kuolewa, sitaki tena kuoa, sitaki tena mwanaume, sitaki tena mwanamke, sitaki. Mtu wa design kisha sema sitaki. Kwa hiyo mbinguni hawataleta nini? Blessing ya ndoa. Kwa sababu keshe katisha yeye mwenyewe. Lakini kama kapitia changamoto zote za mahusiano, alafu anafika mahali anasema najua nimepitia ni mitihani tu, ila mimi nitaoa, mimi nitaolewa, mimi nitakuwa na familia, mimi nitakuwa na ndoa, nitakuwa na watoto, nitakuwa na nyumba yangu, nitakuwa na maisha yangu. Huyo mtu kwa kauli hizi afu aende aombe, Mungu anakuona uko kazini, yani uko sokoni. Bidhaa yoyote ambayo iko nje ya duka huwezi kuiuza mpaka uilete wapi? Dukani. Kitu ambacho kimewanyima watu kuona nguvu za Mungu na utetezi wa Mungu. Watu wengi wamelala. Watu wengi wamelala. They are not active in responsibility. Sasa kama umelala, yani hakuna mambo yote unayowaza, ushakata tamaa, ni ngumu sana Mungu kuja kusababisha vitu viende, kwa sababu wewe mwenyewe umeshakata tamaa. Biblia inasema inuka uangaze. Inuka, chukua hatua. Hata kama mtaji ni mdogo, fanya biashara. Hata kama mtaji hauna, tengeneza mawazo ya biashara. Zungumza biashara. Ombea biashara. Onekana kwamba wewe ni mfanya biashara. Uwe na akili ya kifanya biashara. Mungu atasema huyu mtu ana kitu, maana hajalala.
Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili kinachoonyesha kwamba umechukua hatua ni namna inaitwa commitment ama sacrifice. Namna unavyojitoa, kujitoa kwako. Kujitoa kwako kwenye yale mambo yako kunaonesha kwamba huyu mtu yuko kwenye process, yuko kwenye mchakato. Commitment and sacrifice. Lazima kuwe na kitu ambacho unajitoa kwa ajili ya hicho kitu. Akili yako, muda wako, nguvu zako, maombi yako, sadaka zako. Biblia inasema Mithali 28:19, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Huyu yuko shambani analima, anasema alimaye shamba lake. Kwa hiyo lazima kila mtu awe na shamba. Shamba manake ni nini? Kitu cha kufanya. Kila mtu lazima awe na kitu cha kufanya. Sasa kama unafanyia kazi hicho kitu unachofanya, unakipambania hicho kitu unachokifanya, wewe tayari umeshachukua hatua ya mafanikio. Umeshachukua hatua za kimaendeleo. Umeshachukua hatua za kibaraka. Yaani wewe unataka kubarikiwa maana yake. Hajasema afanyaye kazi kwenye shamba la mwingine, shamba lake. Kuna tofauti kati ya mtu aliyejiajiri na aliyeajiriwa. Mtu anayefanya kazi zake na anayefanya kazi za mwingine. Mtu anayefanya kazi zake ana wakati mzuri wa kupokea baraka na kustawi, kuliko yule anayefanya kazi za mwingine. Yule anayefanya kazi za mwingine siku zote anamhitaji huyo mwingine ili aishi. Narudia. Siku zote huyo anayefanya kazi za mwingine anamhitaji huyo mwingine ili aishi. Ila huyo anayefanya kazi zake mwenyewe siku zote anamhitaji Mungu ili aishi. Sijui naeleweka? Huyo anamhitaji mwingine, huyo anamhitaji nani? Yaani bosi wako anamhitaji Mungu, wewe unamhitaji bosi. Ila wewe ukiwa na kazi zako, wewe unamhitaji Mungu, maana wewe ni bosi. Sema haleluya. Anasema alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, ila yule anayepuuza atakuwa maskini. Tena anasema atapata umaskini wa kumtosha. Hapa mahali kwa jina la Yesu, kauli mbiu yetu tutakuja kuieleza vizuri baadaye. Tunasema Christ Church Global is the house of power, glory and blessing. Kanisa letu ni nyumba ya nguvu za Mungu, utukufu, kisha nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Daudi alijitoa akajifunza kupiga kinanda, kinubi, zeze. Siku ya siku Mungu amemkataa na kumwacha Sauli. Watu wanamshauri, Bwana, hapa aletwe Daudi. Wakati huo Daudi bado alikuwa tayari ameshashughulikia yule dude yule. Aletwe Daudi. Kitendo cha Daudi kuingia pale, Biblia inasema alipokuwa akipiga kinanda, yule roho mchafu aliyekuwa amemvaa Sauli alikuwa anamwacha. Biblia inasema Sauli akampenda Daudi, akamchagua awe msaidizi wake, anambebea mkuki akienda vitani.
Yaani Daudi sio tu kwamba alipakwa mafuta bure, hakupakwa mafuta bure, alikuwa na kitu cha kumsogeza jirani na mfalme. Daudi wengine wakiwa wameogopa kushindana na nani? Na Goliath. Daudi akasema hii kazi ndogo sana, hebu niacheni mimi niende. Wanaambia wewe katoto kajuzi, wewe bwana katoto kadogo, wewe dogo tu, wezi hii michezo, wewe dogo kakae nyumbani bwana, wewe dogo kachunge ng'ombe. Sasa leo ndo mtajua mimi ni dogo au dogololo. Na kweli walijua kwamba yule sio dogo, ni dogololo, ni blaza. Hivi unafikiri alipomwangusha Goliath, wale kaka zake muda ule walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanampigia nini? Saluti. Maana mfalme Sauli aliamuru apigiwe saluti, huyu ni mheshimiwa, wanampigia saluti. Na Daudi ameshika kile kichwa anarudi nacho hivi, anasema mtajua kwamba mimi ni dogo au ni nani. Wakati fulani lazima tutambe. Sema amen. Bwana wewe ukiwa na mafanikio usiwe mnyonge tena. Mafanikio tamba nayo. Ila unatamba katika unyenyekevu. Sema haleluya. Sema haleluya. Sio una redio pale nyumbani unaweka sasa niweke sauti nisije nikawakera majirani. Bwana wewe kuna muda unahitaji kusikiliza muziki mkubwa. Weka tu pale bwana. Na wewe wakija waambie jamani mnisamee tu leo Jumatano nasikia raha. Weka muziki wako pale, cheza wimbo wako mzuri, sema haleluya. Sema haleluya. Saa nyingine kula ndani, ila saa nyingine toka nje weka meza. Majirani wanasema kwani vipi ile saa, yaani leo na raha, nataka nile. Nione, maana hata neno linasema anaandaa meza mbele ya nani? Ya watesi. Kwa hiyo kuna wakati inabidi ule mbele yao waone. Sio dhambi, ni kibiblia. Sema haleluya. Hivi mtu anaweza akapendeza afa anakaa chumbani? Kila mtu lazima achukue hatua jamani. Kila mtu aliye jirani na wewe anataka kukufurahia. Aliye jirani na wewe anataka kukupa heshima. Hawezi kukupa heshima kwa sababu unaitaka heshima. Atakupa heshima kwa sababu una kitu kinachoonyesha kwamba wewe ni mheshimiwa. Sema amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Daudi hakupakwa mafuta bure na Mungu. He was someone. Alikuwa na kitu cha kuwazidi kaka zake. Alikuwa na kitu cha kuwazidi taifa zima. Mungu akasema this man, hata kama anaonekana kama eleweki, ila huyu ndo mtu huyu. Huyu ndo mtu huyu. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hapa neno hapa. Ushindi wanaupata. Lakini ili waupate ushindi kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza, damu ya Yesu. Kwa lazima wao wameokoka hao. Kwa sababu kuna aliyemwaga damu, kuna aliyetoa uhai kwa ajili yao. Sasa kule mwisho anasema na wao sio tu wanaitaka damu ya Yesu bure, na wao hawayapendi maisha yao. Yaani na wao wanayatoa maisha yao, wanatoa sadaka uhai wao, hawapendi maisha yao. Yaani manake ni watu wa kujikana, ni wazee wa kujikana. Mtu mmoja nilikuwa nasoma habari zake. Mungu alimwambia hivi, ni mtumishi, ukitaka nionekane kanisani kwako, niponye watu, nifanye maajabu, lazima kwanza nizoe kuona magoti yako kwenye uwepo wangu. Yaani uwe muombaji. So huyu baba alikuwa muombaji sana. Muombaji, usifanye mchezo. Anaweza akaomba siku 4 bila kusimama. Naomba tu likarabasha katara museketeli meda. Kuna siku alialika watu awaombee wanandoa. Sasa wakati anawaombea, likapita risala kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Mwanamke akasema na watoto nyumbani. Huyu akaondoka. Kapika. Baada jioni masaa kama 9 amemalizika. Jamaa malizi maombi. Huyu mume akasema muda umeenda na mimi. Hakuna kumwaga mtu mchungaji. Naye akaondoka zake. Wakasema hebu ngoja twende siku ya pili tukamsalimie, tumwambie mtumishi tusamee, tuliondoka tuja kuaga. Wanarudi pale nyumbani, wanamkuta mzee yuko tu rikarabasheketerebo sakata. Siku ya 3 wasema hebu twende, yuko tu rikatataramando balata masekeleba. Maana Mungu alimwambia ukitaka nionekane kanisani, magoti. Sikiliza nikwambie, Mungu anataka mtu anayeomba.
Yaani kama wewe unataka kubarikiwa kanisani, sharti uwe nani? Muombaji. Kama unataka baraka za Mungu zidumu kwenye maisha yako, sharti lazima uwe nini? Muombaji. Usitake tu kuwekelewa mikono hivi, kama nenda. Haitoshi. Lazima uwe nini nasema tena? Muombaji. Mjifunze kujitoa kwa Mungu. Kanisa ndilo chombo pekee kinachoweza kukufundisha wewe kuwa muombaji. Kwa ukiambiwa kuna ratiba kanisani, usiseme nina kazi nyingi. Jambo la tatu, niende nayo haraka haraka. Jitihada binafsi. Jitihada za kila siku. Kila mtu lazima awe na moyo wa bidii wa kujituma kila siku. Usijitume mambo yakiwa mazuri, hata mambo yakiwa mabaya ndio jitume zaidi. Kujituma maana yake ni kung'ang'ania kufanya vizuri, kufanya bora. Kila eneo ambalo lina manunguniko, popote ambapo pana manunguniko, inawezekana mnungunikaji amekosea kuwepo hapo mahali, au inawezekana watu wa hapo mahali hawafanyi kitu kizuri, na kile wanachokifanya kinapelekea watu wananungunika. Narudia, mtu anayenungunika kinaweza kikawa ni kikundi cha watu ama mtu wamekosea kupata muunganiko sahihi. Yaani pale walipo sio sahihi, sio chama chao. Yaani wale watu hawafanani, they don't bond, hawamatch. Wale wana kitu chao na hawa wana chao, kwa hiyo hawaendani. Maana neno linasema watu wawili wasipopatana hawawezi wakaenda pamoja. Hakuna mapatano, hakuna kitu kinachoweka pamoja. Kwa hiyo kuna ambao watanungunika. Sasa hapa hapana, hapa hapana. Dawa yao wanatakiwa wajitoe. Au hapo mahali watu wameiacha njia ya kweli, watu wameiacha misingi, wanapindisha. Lazima watu wataibuka kufanya nini? Kunungunika. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wowote mwenye hekima akiona manunguniko hapuuzi. Awe ni mke anamnungunikia mume, mume hataki kupuuza, anataka kuchukua hatua. Kwa sababu panahitajika amani, furaha, heshima. Awe ni mke, mume, yani mmoja anakinungunikia mwenzake, bwana wewe mbona kuna hichi, bwana wewe mbona kuna hichi. Huyu asipuuze. Msaidie. Sema haleluya. Hatuhitaji kupoteza marafiki wazuri, sema amen. Wabaya waende, ila wazuri tuwanganganie kwa gharama yoyote, sema amen. Punga mkono namna hii. Hivi wewe unatembea umeweka 10,000 yako, alafu unaona na upepo imepitilia hapo inaondoka hiyo. Hivi unasema nenda. Unaikimbilia 10,000, sema haleluya. Mwambie jirani yako kitu kizuri usiache kinapeperuka kinaenda. Mimi hata kanisani kama kuna mtu ambaye ana faida, aisee nakuwa na wewe. Ila kama ana faida, ana mawenge mengi, akiondoka sina mimi napiga makofi sasa wao. Hebu gonga na jirani yako hivi. Siku zote nasema ukiona pale nyumbani, awe ni mke anasema mimi naondoka na beba mabegi, ukamwona mume naye anasema wewe beba tu nenda. Uje huyu anayeondoka huyu anamchelewesha mwenzie. Ila ukiona unabeba mabegi alafu sasa unaenda wapi? Huwa tunawaigi kwenda nini? Kwenye mlango hapa tunachukua funguo. Hautoke. Ya unajua. Na wewe unasema ya angalau naheshimika. Ila sasa usiseme sana ya naheshimika basi ukajisahau. Sema haleluya. Unasema ya naheshimika kidogo, naheshima. Kumbe nina thamani yangu. Alafu unarudi, sema amen. Maana hataki kuwa na kiburi, sema haleluya. Ila ukiona naondoka, unaondoka saa ngapi?
Biblia inasema Yakobo 5:17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Yaani lazima iwepo bidii hata kwenye kuomba. Omba maombi ya muda mrefu, omba kila siku. Jambo hilo hilo, omba kila siku. Kama unaombea afya, ombea afya kila siku. Kama unaombea amani, ombea amani kila siku. Yaani hata amani ikionekana, endelea kuombea amani. Kama una jambo lako, Elia alikuwa na jambo lake, mvua isinyeshe. Maana akasema mvua haitanyesha. Kwa hiyo yuko, baba, mvua isinyeshe hapa, mvua isinyeshe hapa, mvua isinyeshe hapa, mvua isinyeshe hapa, mvua isinyeshe. Mungu alipoona huyu mwanaume ana msisitizo katika kuamua mvua isinyeshe, akasema mvua haitanyesha. Jamani, msimu wa mvua imetoka unaanza hapa. Nilitamka hapa, nikasema mvua haitakaa ituzuilie kwenye maturubai kufanya ibada. Mnakumbuka? Kuna siku mvua imewahi kutuchemsha hapa ndani. Niliposema mvua haitanyesha, haikunyesha mji mzima, Arusha nzima. Niliposema mvua itanyesha, mvua ilinyesha mji mzima, Arusha nzima. Mtakuja kunielewa vizuri baadaye. Nakumbuka nikiwa Mbeya, niliuombea ule mji wa Mbeya. Nikasema kwa mamlaka niliyopewa na Bwana, hapa mahali ajali hasitaendelea tena, watu watakufa tena. Nikapiga kweli. Kisha nikatangaza kanisani, hamtaona ajali. Ajali hazijaonekana, hazi kuonekana bwana. Siku moja akaokoka mtu mmoja. Yule mtu alikuwa mchawi. Akaja akatubu dhambi zake. Akasema baada ya kukaa pale, akaja akasema, akatoa ushuhuda, jamani, leo ndo nimegundua mimi nilikuwa kwenye kitengo cha ajali hapa Mbeya. Nilipewa kazi ya kumwaga damu. Kwa hiyo ajali nyingi zilikuwa zinatokea, mimi nilikuwa nahusika. Lakini baada ya muda ajali, tukashangaa tunafanya uchawi, ajali hamna. Mimi nikawa kwenye kikaango. Wakasema kama huwezi kusimamia hilo jukumu, tunatoa damu yako. Huyu baba akawa anatetea uhai wake. Akakutana na waombaji. Wale waombaji ni watu wangu. Wale waombaji wakamuongoza maombi. Alipoona kuna nafuu, akaanza, nipelekeni kwa mchungaji wenu. Alipokuja kanisani, akaiona ile nguvu inayotembea. Akasema ile nguvu ambayo imehusika kuzuia ajali, kumbe ile nguvu ndio inapatikana kwa huyu mwanaume. Pigeni Yesu makofi. Unajua nilishtuka. Nikasema kumbe maombi tunayoyafanya, tukiyafanya kwa kumaanisha, huwa yana madhara na yana majibu. Hakuna maombi tutayafanya kwa bahati mbaya. Yaani wewe ukidhamiria, ukisema kwa jina la Yesu, kule nyumbani kwetu wachawi wote wanaoroga familia yetu na ukoo wetu lazima wafe mwaka huu. Lazima tuwapeleke jehanamu mwaka huu. Lazima tuwazike. Ndivyo itakavyokuwa. Ila usiombe mara moja. Uwe na juhudi za kuombea hilo jambo. Kama wewe una kampuni yako, una biashara yako, ndio una malengo ya kuwa na mtaji milioni 200, 300, ila leo una mtaji 200,000, 50,000, wewe shika tusema kwa jina la Yesu, baada ya muda mtamiliki milioni 100, 200. Lazima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Usiache hayo maombi, hata kama itachukua miaka 2, 3, utakuja kumiliki milioni 200 tu. Lazima. Biblia inasema hivi, ukiomba mkate hautapewa jiwe, ukiomba kipande cha samaki hautapewa nini? Mungu anakupa unachotaka. Ilimchukua miaka 10 na aliota ndoto akiwa na miaka 17.
amekuja kupata ile nafasi akiwa na miaka 30. Miaka 10 na ngapi hiyo? 3. Anaombea maisha yake. Haijalishi wanakucheka, wanasema unajifanya mtu wa kanisani, unaombaomba. Tuone, sawa, wataona kweli. Wataona Bwana, wataona. Wataona mabadiliko kwenye maisha yetu, wataona maendeleo kwenye maisha yetu, wataona tukiinuka juu, wataona tukikaa juu, wataona tukisafiri, tukikatiza anga kwa anga. Wataona tunaendesha mandinga yetu, wataona tunakaa kwenye majumba yetu, watatuona tumenenepa. Acha watushangaza. Kwanza wanakonda, ndio tunafunga, tunaomba. Watu wanaofunga na kuomba wanenepagi, ila siku mambo yakianza kukolea wanapunguza kidogo kufunga, nasema acha kwanza tutambe kidogo. Sema amen. Mwangalie jirani yako kwanza, muoneshe time, muoneshe pose la kutamba. Mbele tunatamba. Ambaye hata kama hujui kutamba tutakufundisha kutamba. Hata kama hujui kutamba tutakufundisha nini? Wewe usinicheke. Wanasema usimcheke mkunga. Yani usicheke. Wanaozaa, sasa hao wanazaa tu ovyo. Nao utazaa. Hata kama hutaki kukutana na mwanaume, roho Bwana atakushukia, utazaa tu kama Bikira Maria. Haleluya. Jamani, hamjachoka kupanda mabasi nyie? Hamjachoka kupanda bajaji? Ombea gari lako. Wewe usiangalie hivi mimi nitaendesha gari. Ndio, hata mimi nilikuwa sijui kuendesha gari. Mke wangu zaidi. Leo tunaendesha ndinga. Usije kaniambia atapata ajali na ndinga yake. Ajali ikiniona mimi nanipigia saluti. Mimi sio kupata ajali, nimevuka hivyo vimo vya kupata ajali. Sema amen. Na wewe nakutangazia umevuka kimo cha kupata ajali. Umevuka kimo cha kuuliwa na adui. Umevuka. Sema amen. Usiniambie nitakufa. Mimi sifi kwa mapenzi ya mwanadamu, nakufa kwa mapenzi ya Bwana. Nitakapomaliza kazi atasema mwanangu njoo. Lakini mwanadamu mwenye ila hawezi kutega kwa sumu, hawezi kuja kwa silaha, hawezi kuja kwa chochote. Haiwezekani. This is the house of power, glory and blessing. Anasema ukimlaani aliyebarikiwa unalaanika. So we are untouchable. Mwambie jirani yako hata kama tuko kwenye tenti. Mwambie sisi hatukusiki ovyo. Mwambie usitudharau kwa sababu tuko hapo kwenye tenti. Mwambie tena jirani yako, mwambie sikiliza, hapa tulipo pana Mungu. Safari kila mchawi aliyekuja nyumbani kwako kukuloga, usiku wa leo hataenda kuloga. Atalala afu wachawi wenzake ndio wanaenda kumloga yeye. Kila mchawi aliyekuloga usiku wa leo ninamzuilia aarisha asiende kuloga. Alafu usiku wa leo wachawi wenzake waende kumloga. Sema haleluya. Kila aliyeinuka kinyume na wewe kuanzia leo, yani leo hii wakainuke watu wawe kinyume na yeye kwa jina la Yesu. Adui yako atakusahau, hata kukumbuka tena. Sema haleluya. Jamani, mnasikia amani kuwepo mahali hapa au mnaboreka tu? Lazima huku ndani kuwe na moto unawaka. Unajua huwezi kuwa na juhudi kama huku ndani moto umefanya nini? Umezima. Ukimwona mtu ana bidii, ujue huku ndani kuna nini? Yani huku ndani kuna waka, anatamani, yani anatamani. Wewe mimi natamani hapa kanisani pajae. Yani mimi niko vizuri huku ndani, yani sihitaji wewe unitie moyo. Yani mimi mwenyewe yani huku niko, kuna muda nikikaa pale juu na nikaangalia hivi naona watu bado hawajafika. Niko tu katika jina la Yesu. Malaika kamata walete. Malaika shika miguu yao. Kamata ile minyororo. Saa nyingine mnakuja kwa maombi mengi. Hata kama unakuja kwa kuchelewa, kwa maombi mengi. Gonga naye jirani yako tano, mwambie mtumishi naye ana chauku yake. Yale maono ulio nayo, ile ndoto ulio nayo inabebwa na shauku. Yani huku ndani lazima usikie kutamani jambo jipya. Lazima usikie kutamani kuona jambo lako linakuwa. Yani wewe lazima usikie kuona maisha yako yanabadilika. Lazima ujisikie kukaa pale, kukaa juu, kuwa mbele. Ujisikie kuwa bora, ujisikie kuwa na heshima. Yani ujisikie na wewe kulala mahali pazuri. Ujisikie kuendesha gari. Ujisikie yani na wewe kuitwa hata kama ni mweusi. Yani sio kwamba watu weusi hawaruhusiwi kuwa na hela.
Umejizalau ukasema unajua ningekuwa mweupe ningekuwa na hela. Wapo weupe hawana hela. Unajua ningekuwa mrefu angalau. Yaani hivyo hivyo na ufupi wako nyundo. Ni hivyo hivyo, nenda mbele, sema haleluya. Lazima huku ndani umbe nini bwana? Shauku. Unasema mimi naolewa. Ndio naolewa. Nunua suruali kiuno 33. Nunua na viatu namba 42. Nunua mkanda, nunua kaushi, nunua shati. Alafu fua loweka, anika nje pale. Wanakuita vipi? Mary, sijui wanakuita nani sijui. Florence wanakuita nani sijui. Blandina. Mtajeni majina yenu. Neema, taja lingine. Wewe nalitaja madhabahuni hapo, juu kuna Neema. Wewe unajuaje kwamba ndo baraka unaipatia hapa? Gaudensia, mwingine nani? Yote ameshakuja hayo majina. Wanakuambia vipi? Mbona tunaona suruali? Unaishi na mwanaume? Sema, nimeshaolewa. Nimeolewa katika ulimwengu wa roho. Sema haleluya. Piga pasi nguo, alafu naambia kwa jina la Yesu, atakuja mwanaume anayevaa kiuno 33. Atakuja mwanaume anayevaa shati lenye namba hii XL. Kwa jina la Yesu, atakuja mwanaume wa hivi. Weka paki. Alafu kipako unasema ukilala mto kuwa na mito miwili. Huu mmoja wa mpenzi wako usiulalie. Unaambia hapa na Bwana Yesu mpenzi wangu atalalaga hapa na ndo mto wake. Sema haleluya. Yaani muda wote unatembea na shauku. Watu wenye imani wana shauku, usifanye mchezo. Kwa sababu wanataka kufafanua. Na mafafanuzi yanachukua muda. Siku zote lazima uwe na mitazamo chanya. Uwe na mitazamo chanya juu ya maisha yako, juu ya kila jambo. Mtu ambaye ana mitazamo chanya yuko hivi. Utamuona yeye mwenyewe ana mitazamo chanya kwa wengine. Mtu yote mwenye mitazamo chanya ana mitazamo chanya kwa wengine. Mtu yote mwenye mitazamo chanya anatambua watu ambao wana ndoto. Ni mtu anayetoa usaidizi kwa wengine kufanikiwa. Ni mtu anayejiepusha kuzuia wengine wasifanikiwe, wasiinuke kabla yake. Biblia inasema Mungu anataka mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwa mali ya mwingine. Yaani hawezi yeye akawa na mitazamo chanya ya maisha yake ikiwa maisha ya wengine anayatazama negative. Kama yuko negative kwangu, hawezi kuwa positive kwake. Maana kile anachokionyesha kwangu kinatoka ndani yake. Kwa hiyo kile kitu kinaakisi pia kwake bila yeye kujua. Sijui nimeeleweka katika hii hekima hapa. Ukiona kuna mtu anamchukia mwingine, hata yeye anajichukia, hajipendi. Ukiona kuna mtu anamtengenezea mwingine zengwe, yeye anajitengenezea zengwe sana kila siku. Anamkwamisha mwingine, ujue yeye anaongoza kujikwamisha mwenyewe. Maana kile anachokitoa kuwaendea wengine kinatoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye ana mitazamo negative hasi, huyu mtu hajachukua hatua. Biblia nasema ile Luka 10, Mathayo 10:27,
Anasema maana yote yawezekana kwa Mungu. Yote yawezekana kwa Mungu. Marko 9:23 anasema ukiweza, yote yawezekana kwake aminie. Kwake aminie. Wewe unaamini nini? Mimi naamini katika malengo yangu. Kama ninaamini katika malengo yangu, basi niamini kwamba Mungu anaweza kufanya chochote katika kile mimi ninachoamini. Yote yanawezekana kwake yeye aminie. Yote yanawezekana kwa Mungu. Neno linasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Kama Mungu atanitia nguvu, naweza kuwa mhubiri mkubwa Tanzania. Naweza kuwa mfanyabiashara mkubwa Tanzania. Kama Mungu atakutia nguvu wewe, unaweza kuwa superstar Tanzania. Kuna wakati inabidi umsaidie yule ambaye ana nini? Ana matatizo. Mungu atakapoona una moyo wa kusaidia mwingine, anasema nikipata watu kama we 100, dunia hii itakuwa na watu wengi wa Samaria. Acha nikubariki ili usaidie wengine. Moja kati ya changamoto inazuilia watu wasibarikiwe na Mungu, watu ni wabinafsi, wachoyo. Wanataka wale wenyewe, wanataka wawe juu wenyewe, wanataka waheshimike wenyewe, wanataka wao ndo yani wapigiwe saluti, yani wao ndo wanyenyekewe peke yao. Watu wengi wabinafsi. Hebu turuhusu wengine ambao wako chini, ambao wana mioyo na ujasiri kama sisi, wainuke juu. Tuwe wengi. Maana huku juu tukiwa wengi tutakuwa tunapiga story. Huku juu tukiwa peke yetu tutapiga story na miti. Mungu anatamani aone ndani ya kanisa anatengeneza wasamaria wema. Ubarikiwe, nenda kasaidia wengine. Ubarikiwe, nenda kasaidia wengine. Punga mkono wako namna hii.